Mimi kazi sio shida kwangu, na kwanza kazi ikitajwa mimi nachangamuka sana. One-term movement is unstoppable and there is nothing the president can do. Mtazamaji, tafakari haya. Ingekuwa leo ni siku ya kumpigia kura rais wa Jamhuri ya Kenya, rais wa 6 wa Jamhuri ya Kenya. Ni mgombea yupi ambaye ungeweza kumchagua kati ya wagombea hawa watano? Wa kwanza ni bwana Fred Matiang'i. Wa pili ni Rais William Ruto anajaribu kuweza kukipata kiti chake mara ya pili. Wa tatu ni bwana Kalonzo Musyoka. Wa nne ni naibu wa rais aliyebanduliwa bwana Rigathi Gachagua. Wa tano ni bwana Okiya Omtata. Mtazamaji, kwa wagombea hao watano, ni yupi ungeweza kumchagua kama rais wako wa 6 katika Jamhuri hii ya Kenya? Mtazamaji, fahamu kwamba hapa ni Tani Digital. Tunakupa uchanganuzi wa kina masuala ya kisiasa. Remember to subscribe. Mpenzi mtazamaji, fahamu kwamba bwana Fred Matiang'i alipokuja kutoka Marekani katika homecoming ceremony, mambo ya ajabu yaliweza kuonekana. Mtazamaji, jambo la kwanza baada ya Matiang'i kuweza kufika katika nchi ya Kenya, aliweza kuenda katika kitongoji cha Wamunyoro, Mount Kenya, ambapo mtazamaji aliweza kupokelewa kwa ukarimu mkubwa zaidi. Jambo la pili, viongozi wengi waliweza kumshangilia bwana Matiang'i, huku wakiweza kusema kwamba yeye ataweza kuwakomboa Wakenya. Mtazamaji, kuna tetesi kwamba huenda bwana Raila Odinga ataweza kumpa support bwana Matiang'i fikapo mwaka 2027. Na mtazamaji, kabla niweze kufafanulia na nikuchanganulie ni kwa nini inasemekana kwamba bwana Raila Odinga huenda akaweza kuwa kwa upande wa Matiang'i mwaka 2027. Mtazamaji, iwapo ni mara ya kwanza hapa ndani ya kituo hiki cha Tani Digital, weza kuungana nasi kwa kusubscribe. Kwa wale wanaozidi kujumuika nasi hapa ndani ya Tani Digital, Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki. Mpenzi mtazamaji, fahamu kwamba kuna viongozi wengi walio katika ngazi ya juu serikalini ambao waliweza kuonyesha interest ili kuweza kuwania kiti cha urais mwaka 2027. Na mtazamaji, tuweze kuangazia viongozi hawa. Wa kwanza ni bwana Rais William Ruto ambaye bado anajaribu kuweza kukipata kile kiti chake kwa mara ya pili ama kwa muhula wa pili. Wa pili ni bwana Rigathi Gachagua ambaye ni kinara wa upinzani kwa wakati, kwa maana aliweza kubanduliwa kutoka serikalini na akaweza kuweza kulaunch ama kuweza kuzindua chama chake kipya. Wa tatu ni bwana Fred Matiang'i. Wa nne ni bwana Kalonzo Musyoka. Wa tano ni bwana Okiya Omtata. Wa sita ni bwana PK Salasya ambaye ni mbunge wa eneo bunge la huko Mumias. Na mtazamaji, kuna mwingine ambaye anajiita bwana George Wajackoya. Wote hao ni wagombea wa urais mwaka 2027. Lakini mtazamaji, tunaangazia wale ambao mtazamaji wamekuwa katika kinyang'anyiro hichi kwa muda fulani. Fahamu kwamba mpenzi mtazamaji, Raila Odinga aliweza kushindwa katika uchaguzi wa AUC, na hivyo basi akaweza kujiunga na serikali. Kabla ya hayo mtazamaji, tuliona kwamba Rais William Ruto alionyesha support ama aliweza kuwa urge Kenyans pamoja na East Africans wote pamoja na kuweza kuzuru zile nchi tofauti tofauti ili kuweza kumpigia kampeni bwana Raila Odinga. Lakini mtazamaji, Raila Odinga hakuweza kukichukua kiti kile, na Mahmoud Ali wa nchi ya Ethiopia akaweza kukinyakua kiti kile kama mwenyekiti wa Tume ya Afrika Mashariki ama Umoja wa Afrika, Muungano wa Afrika. Mtazamaji, ni kwa nini bwana Raila Odinga huenda akakosa kuwa katika kinyang'anyiro cha urais mwaka 2027? Fahamu kwamba mpenzi mtazamaji, bwana Raila Odinga amekuwa akiwania kiti cha urais kwa muda mrefu zaidi, na ndiye kiongozi ambaye anajulikana kwamba
kuwa katika kinyang'anyiro hichi cha urais kwa miaka na mikaka. Na hivyo basi mtazamaji, si ajabu kwamba mwaka 2027 bwana Raila Odinga akakosa katika kinyang'anyiro cha urais, na hivyo basi support yake ikaweza kuenda kwa Matiang'i. Fahamu kwamba mtazamaji, Gachagua ambaye ni naibu wa rais aliyebanduliwa aliweza kusema hadharani kwamba yeye yupo tayari kushirikiana na bwana Matiang'i ili kuweza kupeleka taifa la Kenya mbele. Jambo hilo mtazamaji linazidi kumpa bwana Ruto kibaridi, huku bwana Matiang'i akizidi kuweza kupata umaarufu. Mtazamaji, tuweze kuangazia ni njia zipi ambazo bwana Matiang'i ameweza kuzitumia, ambazo mtazamaji zinaonekana kwamba zitaweza kumpenyeza katika kiti cha urais mwaka 2027. 1. Fahamu kwamba mtazamaji, bwana Matiang'i alipotoka kutoka Marekani alianza kampeni zake eneo la Mount Kenya, na hivyo basi mtazamaji, tuliona kwamba bwana Matiang'i alipokelewa kwa upendo na ukarimu na wale viongozi wa eneo la Wamunyoro. Hivyo basi ni kumaanisha mtazamaji, huyu ambaye ni Matiang'i ana support kubwa sana kutoka kwa eneo la Mount Kenya. Number 2. Fahamu kwamba mtazamaji, viongozi wengi akiwemo bwana Gachagua aliweza kusema waziwazi kwamba yupo tayari kushirikiana na bwana Matiang'i ili kuweza kumng'atua Ruto kutoka mamlakani. 3. Fahamu kwamba mtazamaji, miaka ya Raila Odinga imeweza kusonga, na hivyo basi huenda mwaka 2027 akakosa kuwa katika kinyang'anyiro cha urais. Hivyo basi mtazamaji, huenda bwana Raila Odinga akaweza kumsupport bwana Fred Matiang'i. Number 4. Fahamu kwamba mtazamaji, baadhi ya viongozi wengi katika serikali ya Kenya Kwanza wameweza kudivert, wameweza kupeleka hiyo support kwenda kwa huyu ambaye ni bwana Fred Matiang'i. Fahamu kwamba katika homecoming ceremony yake alipokuwa anakaribishwa nyumbani, bwana Matiang'i aliweza kuvutia umati ambao mtazamaji haujawahi shuhudiwa, na hivyo basi hilo ni jambo ambalo ni la kusema kwamba Matiang'i ndiye atakuwa katika nafasi ya juu ifikapo katika kampeni za mwaka 2027. Fahamu kwamba mpenzi mtazamaji, Gachagua baada ya yeye kuweza kusema kwamba atagombea kiti cha urais na kuweza kuzindua chama chake cha DCP, mtazamaji, huenda bwana Gachagua asikue katika kinyang'anyiro cha mwaka 2027. Mtazamaji, tunaona kwamba Gachagua alikuwa na kesi hivi majuzi, na hivyo basi wale viongozi wakuu serikalini waliosimamia masuala ya usalama waliweza kusema kwamba bwana Gachagua anafaa aweze kukamatwa kwa kutoa matamshi ya chuki. Mtazamaji, hiyo ni ishara kwamba Gachagua baada na mambo ambayo anafaa aweze kutuliza, hivyo basi aweze kuingia katika kinyang'anyiro cha urais mwaka 2027, na hivyo basi kumpa bwana Fred Matiang'i nafasi bora zaidi ya kuweza kujitosa katika kampeni za mwaka 2027. Fahamu kwamba Wakenya wameweza kusema Daktari Matiang'i tosha. Fahamu kwamba Matiang'i alikuwa mojawapo ya wale mawaziri nchini, na hivyo basi akaweza kuleta mabadiliko makubwa zaidi katika sekta ya elimu. Fahamu kwamba pia Daktari Fred Matiang'i aliweza kufanyia serikali kazi kama yule Minister of Defense, na hivyo basi mtazamaji, wakati ambapo alikuwa anashikilia doria kama yule Minister of Defense Forces, mtazamaji, tunaona kwamba ama Minister of Interior, tunaona kwamba mambo yalikuwa sambamba kabisa katika sekta hiyo, na hivyo basi mambo hayo yakiweza kutokea inawapa Wakenya ile hope ya kuweza kumchagua bwana Fred Matiang'i kama rais wa 6 wa Jamhuri ya Kenya. Yote haya yakizidi kuendelea mtazamaji, fahamu kwamba pia Rais William Ruto anazidi kupasha kampeni zake za mwaka 2027, huku akiweza kuambia Wakenya kwamba ameweza kuwatengea pesa ili kuweza kufanya kuweza kuzindua miradi zaidi ambayo ilikuwa imeweza basi kusalia katika ama wale viongozi wengine hawakuweza kutekeleza. Ni jambo la kushangaza, kwani mtazamaji,
Tukiangazia baadhi ya miradi ambayo Rais William Ruto anazidi kuvumbua, fahamu kwamba mradi wa Affordable Housing Project uliweza kuanzishwa naye mtukufu Rais wa 4 wa Jamhuri ya Kenya ambaye ni Uhuru Kenyatta. Na mtazamaji, Bwana Ruto aliweza kushikilia kutoka mahali fulani na kuweza kusema yeye ndiye aliyefanya mradi huo. Mradi wa SGR, mtazamaji, mradi huo ni mradi ambao uliweza kuanzishwa na Bwana Uhuru Kenyatta. Na hivyo basi Rais William Ruto akaweza kukamilisha, hivyo basi kuweza kusema kwamba yeye ameweza kuleta maendeleo Kenya. Je, mtazamaji, unakubaliana na kauli ya Rais William Ruto kusema kwamba ameweza kuipeleka Kenya ama ameweza kufanya maendeleo ambayo yanazidi kuipeleka Kenya katika kilele cha mafanikio? Fahamu kwamba hapa ni Tani Digital, tunakupa uchanganuzi wa kina masuala ya kisiasa. Mpenzi mtazamaji, cha muhimu ni wewe uweze kuungana nasi kwa kubonyeza alama iliyoandikwa subscribe. Karibu mpenzi mtazamaji.